Sisi kama Yanga, na ni muhimu wana Yanga wakalifahamu hili jambo, kila dabi inavyokuja inakuwa na maandalizi yake na michezo yake ya nje ya uwanja. Kila dabi inavyokuja inakuwa na maandalizi yake na michezo yake ya nje ya uwanja. Sisi kama uongozi tunafanya tathmini yetu, tunagundua baadhi ya michezo ambayo inaweza kuchezwa nje ya uwanja. Na dabi hii inawahakikishia kwa 100% haitakuwa ngumu kiwanjani, ila itakuwa ngumu sana nje ya uwanja. Sisi tumeshacheza hizo dabi sasa hivi mara 6. Tuna uzoefu nazo. Dabi hii ya tarehe 1 mwezi wa 3 haitakuwa ngumu kwenye pitch. Dabi hii itakuwa ngumu sana nje ya uwanja. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vingi sana mtashuhudia kutoka katika watu ambao wako nje ya Yanga na katika watu ambao wako ndani ya Yanga. Watu ambao hata hamtawatarajia watazungumza ya kuzungumza, lakini tunafahamu sisi hizo ni vipimo vya maandalizi kuelekea kwenye dabi. Kwa hiyo wekeni masikio yenu vizuri. Sisi uongozi umetulia, tunafanya maandalizi yetu vizuri na hatutamjibu yoyote. Majibu yetu yote tutakwenda kuyaonyesha New Amani Complex tarehe 1 mwezi wa 3. Kwa hiyo hao ambao wanalipwa sasa hivi, hao ambao wamepandikizwa, wameandaliwa kwa ajili ya kuiongelea vibaya Yanga, watengeneze pressure, watutolee focus kwenye maandalizi yetu, niwaambie tu kwamba hawatafanikiwa. Sisi kama Young African Sports Club tumeshakuwa na uzoefu wa kutosha kwenye hizi dabi. Tunajua ni michezo gani inachezwa nje ya uwanja, watu wana dhamira gani. Kwa hiyo haya damaro haya sijui ya uwanja haya ni machache tu. Kwenye hizi wiki mbili mengi yanakuja, ndugu zangu. Mtakuja kunikumbuka. Nakwambia mengi yanakuja. Tushafanya vipimo vyetu, tushajua kila kitu na ni mengi yanakuja. Kwa hiyo kuweni na subira. Mtasikia mengi, lakini mimi msitegemee kama nitayajibu, kwa sababu tayari tumeshajua mchezo iko vipi na watu wanataka kufanya nini. Kwa hiyo tunataka tuende nao kwa taratibu. Unajua dabi hizi yani zina ndio maana nakwambia kila dabi inavyokuja inakuwa na maandalizi yake na michezo yake. Dabi iliyopita silikuwa maandalizi, marefa wa ndani hawatakiwi, wakaitwa marefa kutoka nje ya nchi. Unakumbuka? Kwa hiyo kila dabi inakuwa na ajenda zake, mizengo yake, michezo yake. Kwa hiyo hii mnaosikia sasa hivi ni mwanzo. Mimi nimeshapata faili lao lote la mipango ambayo nataka kuifanya. Yote. Nishapata faili lote. Jasusi kaniletea nyeupe mezani. Bwana, mipango iko hivi, mipango iko hivi. Lengo lao wanasubiri sisi tujibu. Unaelewa? Tukishajibu sisi, maana yake tunapoteza utulivu wetu wa maandalizi kwenda kwenye dabi, alafu matokeo yatakuja kutokea baadaye. Matokeo yatakuwa yamegawanyika. Kuna stories za nje uwanja, kuna matokeo ya kwenye pitch. Kwa hiyo sisi tumetulia kama ambavyo maji huwa yanatulia mara zote. Ukitaka kujua urefu wake sasa tia mguu. Je, unatafuta furniture za ofisi zenye uhakika na ubora unaotakiwa? Furniture zitakazokufanya uipende na kuifurahia ofisi yako? Kama jibu ni ndio, basi karibu sana Owiso Furniture. Na sababu nyingine kubwa zaidi ya kuja kwetu ni ofa kubwa ya punguzo la bei la 30% kwa kila manunuzi utakayofanya kwetu, na ofa hii itadumu kwa miezi 4. Owiso Furniture tunatengeneza pamoja na kuagiza furniture zote za ofisi, kuanzia viti, meza za ofisi na mikutano, workstations, kabati, sofa na kila kitu kutokana na mahitaji yako. Tuna vifaa vya kisasa, material ya hali ya juu, pamoja na mafundi wataalamu wenye uzoefu wa muda mrefu katika kazi. Karibu ofisini Morocco Mataa, Dar es Salaam kama unaelekea Shoppers Plaza. Pia tupo Dodoma mjini opposite na TRA. Wasiliana nasi leo kwa simu au WhatsApp namba 0752 090962 au tembelea Instagram yetu @owiso_furniture_tz na ujionee kazi zetu, na sisi tunasubiri oda yako.